Hali ya taharuki imetokea leo hapa mkoani Arusha baada ya kudaiwa kwamba mwili wa kijana mmoja anayefahamika kwa jina la Benson ambao ulichukuliwa katika chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha ya Mount Meru ulichukuliwa kimakosa, ambapo vijana wanaoendesha pikipiki maarufu kwa jina la wadudu waliamua kuchukua mwili huo katika eneo la Ambureni na kuurudisha nje ya hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha kwa madai ya kwamba kuna taratibu mbalimbali ambazo hazijafuatwa. Hata hivyo, vijana hao ambao walisinikiza mwili huo kutumia pikipiki huku wakifunga barabara ilipelekea askari wa jeshi la polisi kufika katika eneo hilo wakiwa na silaha kwa ajili ya kuwatuliza vijana hao ambao awali ilielezwa kwamba walianza kuleta fujo katika barabara hiyo. Tunachokitaka sio na mtu mwingine anatoka from nowhere. Yaani mimi ninachokitaka, ninachokikataa ni mtu anatoka from nowhere aje kwa interest zake msibani. Sijui unanipata? Anakuja kwa interest zake, anatengeneza chuki ndani ya jamii, anatengeneza chuki ndani ya familia. Alafu mwisho wa siku watu wanafanya vitu ambavyo sivyo. Sisi ndio hicho tunachokichukia. Mimi na mimi mwananchi, sawa? Mimi nashiriki msiba. Isitoshe mimi ni wa hapa. Sawa? Na tunachotaka ni msiba wa amani, sio msiba wa furugu. Sasa leo una mobilize eti funga barabara. Ufanye nini? Sisi tutakubaliana na hiyo hali. Hatutakubaliana. Leteni mwili nyumbani. Mnazungusha mwili kwa sababu gani? Unasemaje? Nisikilize mjomba, leteni mwili nyumbani. Uje ukapumzike. Mafundi wanaendelea kule. Haya. Mafundi wanaendelea kule. Mwili uje ukakae pale ndani kama mafundi wanaendelea. Sawa. Kwa majina anaitwa Zablon Kitomari, maarufu sana Masawe. Natokea mtaa wa Engosengiu, kata ya Sinoni, jiji la Arusha. Nimefika kwenye msiba huu kwa sababu huyu ni mtoto wa dada yangu. Na mara ya mwisho ametokea nyumbani kwangu. Nilikuwa niko naye pale maeneo ya Engo Sheraton. Naishi naye. Aliondoka akaenda Tanga kwenye utafutaji wa maisha. Akiwa Tanga nafikiri ndo alipigiwa simu na kuitwa mkoa wa Songwe na vijana wenzake wa eneo hili kwa ajili ya kwenda kuchimba madini aina ya dhahabu. Alifika Jumapili ya wiki ile iliyopita, ambao sina kumbukumbu ya tarehe kwamba ilikuwa tarehe ngapi. Lakini cha kusikitisha amefika Jumapili na Jumatatu mauti ulimkuta. Kilichotokea siku ya leo ni utaratibu tu wa kufuata wa kutoa mwili mochwari na kuuleta nyumbani. Hicho ndio kilichotokea. Kwa sababu mwili, utaratibu ni kwamba lazima mtoto wako anapofariki, wewe mzazi ufike mochwari, uone mwili wa mtoto wako, uandaliwe ukiwepo. Zeni msafara uanze kawaida, aje akahifadhiwe, maana ndiyo sehemu ya mwisho ya mtu akishakufa. Lakini kilichotokea, waliondoka watu wengine kabisa ambao sio baba, sio mama, sio mama mdogo, sio mimi mjomba. Wakachukua mwili asubuhi sana. Nimefika mochwari pale saa 2 kasoro. Nikiwa nawasiliana na mdogo wangu akiwa huko nyumbani kwamba kaka nakuja. Nikamwambia mimi tayari nimeshafika mochwari. Lakini nimefika mochwari na angalia hata ile jeneza ambalo juzi usiku ndo aliletwa nalo alipo pale. Kaenda ofisi ya mochwari nikaoji. Nikaambiwa bwana Benson ameshachukuliwa saa mingi sana. Basi nilikuwa na namba ya Rasta ambayo yuko pale mochwari, ambao pia na yeye ni sehemu ya boma hili. Nikampigia simu, "Rasi vipi? Mmeshachukua mwili hapa mochwari?" Akaniambia, mzee tuko kwa mrefu." Nikamwambia, "Kwa nini imekuwa haraka sana?" Kihalisia nilichukia, nikakata simu yangu. Nikawasha gari yangu. Nikaja mpaka kwenye msiba ili nije nimuone mdogo wangu nini kimetokea. Lakini nimefika hapa naambiwa mwili pia vijana wameuzuia uingii, maana hawajafuata utaratibu. Mwili ukarudishwa tena mochwari kwa ajili ya taratibu zingine za kuurudisha. Kama vile mnavyoona saizi umeletwa na msafara na vijana wenzake. Nikaenda nyumbani kwa dada yangu pale, nikamkuta pale ndani. Anasikitika sana, dada zangu wakubwa wanasikitika, wadogo zangu wengine wa kike wanasikitika. Baba mzazi wa kijana anasikitika, analia kwa kitendo alichofanyiwa, kwamba kwa kweli niseme ni watu ambao ni sehemu ya boma nafikiri. Maana naambiwa huyo kijana Rasta ni wa boma hili pia. Kwa hiyo sidhani kama ilikuwa sawa sana.
za kipekee mimi nilishukuru sana jeshi la polisi wilaya ya Arumeru. Yaani nimshukuru sana afande OCD, mkuu wa upelelezi wa wilaya ya Arumeru, kwa kutuletea jeshi la polisi kwenye eneo hili, kwa sababu tayari palishatokea vurugu isiyokuwa na maana yoyote. Ndio iliyopelekea, maana busara haikutumika. Hata kama makosa yamfanyika ya kuchukuliwa mwili haraka haraka kule mochwari, bado palikuwa hapana sababu ya kurudisha mwili mochwari. Umerudishwa mochwari na gari ile ilioleta ya Rasta iliachwa hapa. Mwili umetolewa hapa kama amewekwa kwenye kirikuu. Na wakati ameletwa na gari za kubeba mwili, ukarudishwa mochwari. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana jeshi la polisi kufika eneo hili, kwa sababu pia yamkini labda hii amani unayoiona sasa hivi inasababishwa na wao kuona ile vurugu iliyotokea asubuhi au kuwekwa tena kwenye friji. Hapana. Kilichofanyika pale nadhani ilifanyika tu exchange ya magari kutoka kwenye kirikuu na kupakiwa kwenye gari nyingine, na utaratibu ule ukapangwa vizuri kwamba ule msafara unaanzaje pale mochwari na kuleta mwili nyumbani, akurudishwa tena kwenye friji. Kwa majina yangu mimi matatu naitwa Mshili wa Ukoo Sound. Natokea kijiji cha Mbureni. Aise mkuu wa kazi. Kesho bwana, kwa asubuhi ni watoto wameenda wakachukua mwili bro. Baada ya kuchukua mwili familia ilikuwa haijaenda. Baada ya kwenda saa ya kurudi pale wazazi wakawa wamebaki wa huyo kijana. Sasa katika kurudi mkuu ndio akawa na giza mwili nyumbani. Nadhani taharuki iliyotokea hapo ni baada ya vijana kuona familia ikwenda ya wazazi, baba, mama na watoto na dada zao wengine bila shaka wadogo zake. Kwa hiyo issue ilivyokuja kuendelea, nadhani mwili ulifika. Yani polisi wale wameambiwa labda dereva toyo wataleta furugu, lakini 100% wale wa kufanya furugu watafanya tu bro, lakini mpaka sasa hivi unavyoona si hamna furugu yoyote. Maana kama ni mabomu walikuwa wamekuja nao na ingepigwa tu bro, palikuwa hapana furugu yote. Yani hawa polisi tu ni wamekuja kwa ajili ya usalama na kusimamia nini furugu isitokee. Kwa nini barabara zimefungwa? Labda tu sasa nisikilize mkuu wa kazi. Hii barabara ni kwamba tu wamekuja ili wasigome kama ile msiba nyingine iliyotokea. Maana kuna misiba ilitokea katokea furugu moja kubwa sana mkuu. Kwa hiyo issue kamili ni kwamba leo wamekuja tu kwa ajili ya usalama wa nini wa raia na kutokubloku barabara, lakini issue nyingine ya kusema labda kama ni habari ya mgomo na vitu vingine kwa kweli mkuu hakuna. Kweli braza, tumekoroga kumpoteza niga yetu. Sijui unatuelewa. Si tumempoteza, tuna machungu vibaya, hata mtu asogelee. Tumeambiwa tusende, mimi leo sijaendesha hata bike, sitaki hata burungu, sijui unanielewa. Leo natembea tu na lifti za manigas. Usababu ya mabike tu, sigusi tena burungu. Kesha yenyewe. Hapana, sio kweli, ila tu ni kwa sababu kutokana ni mwana. Na tulikuwa wamemleta kweli kimekime, ilikuwa tumejipanga kwenda kwenye msafara. Ndio tukaamua sasa tuende tukaanze mwanzo kwenye msafara. Ila kwenye swala la kuzuia barabara sio kweli. Hapa yenyewe ndio tuko kwenye maandalizi hapa yenyewe kumlaza niga wetu. Sio kwa ubaya, lakini ndio safari ya kila mtu. Yeye ametangulia, sisi sote tutafuata. Hapa ndio tuko tunafanya yenyewe maelekezo hapa hivi tumstiri jamaa yetu hapa kwenye nyumba ya milele. Hakuna atakayeishi milele. Hivyo tu niko na niga yangu yenyewe toka safari ilipoanza mpaka sasa hivi tuko naye hapa. Hamna kweli, ni utulivu tu.